kwa upendo wa Kristo. Nianze na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya zawadi ya baba yetu Mheshimiwa Baba Askofu, mapadri na waamini wenzetu. Tumsifu Yesu Kristo. Nimekuja kwa ajili ya neno la shukrani, na kwa kuwa niliambiwa natakiwa nishukuru nisiongee maneno mengi, lakini na mimi nimewiwa kuongea juu ya babangu. Kuna mtu alisema anapokufa mzazi kila mtu analia baba, ali baba yetu, lakini mwisho wa siku ni baba yetu. Baba, kama mnavyoona, huo ubunifu uliofanywa hapo, hilo sanduku lilichongwa na wasisi watoto. Kwenye familia yetu sisi wote ni mafundi, kwa sababu baba alipenda ufundi. Mimi nilipomaliza la 7, mama alitaka niendelee na masomo ya sekondari. Baba alikataa, alisema lazima aende akasome ufundi. Kwa hiyo mimi ndio fundi mkuu, naona sifa zinaenda kwa fundi mdogo. Mimi ndio fundi wa kwanza kwenye familia, nimesoma VETA masomo ya ufundi rangi na ni fundi rangi mzuri. Kwa hiyo Denisi hakusoma VETA, nimemfundisha mimi kupaka rangi, nimemfundisha kuchanganya, nimemfundisha kupaka, nimemfundisha kila kitu kuhusu rangi. Kwa hiyo akubali. Lakini haitoshi, kuna mdogo wetu anayefuata ambaye ni marehemu. Alipotakiwa kwenda kusoma, mama alitaka pia aende masomo ya sekondari, baba akakataa, akampeleka garage. Ni fundi mzuri sana wa garage na ni dereva mzuri sana. Kwa hiyo mpaka anafariki akiwa fundi na dereva mzuri. Lakini zaidi ya hapo, mama yetu alikuwa anatamani sana masomo ya sekondari. Akajitahidi kumpata Robert, akaenda kusoma masomo ya sekondari, lakini ilipofika mahali akakwama, akarudi. Ni fundi mjenzi mzuri sana. Basi haitoshi, baba akang'ang'ana tena. Wakati mdogo wetu wa kiume tena, wakati anamaliza la 7, mama akataka aende akasome masomo ya sekondari, tena kwa ugomvi ambao wakati mimi na umri mkubwa ninaushuhudia. Baba alikataa, na kwa bahati nzuri kwa baba na kumvunja nguvu mama, parokia ya Makuburi ilifungua chuo cha ufundi VETA pale Makoka. Kwa hiyo Daniel ni mwanafunzi wa kwanza pale VETA Makoka kama fundi seremala, na ni fundi seremala mzuri. Lakini kwa neema za Mungu wenzetu hao wamebaki hivyo. Mdogo wetu wa mwisho naye mama alipambana, akaenda sekondari akasoma. Sasa hivi yeye mwalimu kwa masomo ya sekondari ambayo aliyapitia, alifika mpaka chuo kikuu na sasa hivi yeye ni mwalimu. Lakini kwa upande wa Dennis pia mama alipambana sana, alipambana akashinda mpaka Dennis kwenda kusoma masomo ya sekondari, lakini baba alikuwa anataka masomo ya ufundi tu. Kwa hiyo sisi familia yetu wote ni mafundi, na kwa udhibitisho nyumbani kwetu, kwa asilimia kubwa ya nyumba yetu tunajenga sisi wenyewe. Kama mnavyoona, wao wakijenga mimi napiga rangi, ndivyo tunavyokwenda. Lakini haitoshi, kwa neema ya Mungu namshukuru sana Father Gerardo. Nilivyokuwa hapa alisema hii kazi ya ufundi kwa wewe mwanamke haitakufaa, akanipeleka kusoma masomo ya kompyuta. Ndio maana mpaka sasa nafanya kazi kwa ajili ya kazi za kiofisi. Tumsifu Yesu Kristo. Nilijua anakuja kuniondoa. Kwa hiyo kama mnavyoona, hii jeneza ya baba imetengenezwa nyumbani na familia. Fundi mkuu na Danieli ndio hiyo. Wanaishangaa watu, ikoje, mbona imekaa mle kwenye gari, lakini ina utofauti. Imechongwa nyumbani. Waliokuwepo nyumbani tangu juzi waliona jeneza ya baba imechongwa pale nyumbani. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya baba yetu. Tunampenda sana na tulimpenda. Lakini
nitamkumbuka. Mimi ni mkubwa, tangu nimekuwa na akili yangu, sijui nilivyokuwa mdogo, nimechapwa na baba siku moja tu, na wenzangu hakuna atakayeshuhudia kwamba alikula kiboko kwa baba. Hakuna. Baba hajawahi kupiga mtu, lakini alikuwa anatufundisha kwa matendo. La ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.